Ujumbe wetu wa leo tunaojifunza nasema, je, wito wako bila neema inawezekana? Je, wito wako bila neema inawezekana? Je, wito wako bila neema inawezekana? Lakini pia kuna uwezekano wa mtu kuwa ana wito ambao ule ulionao wito na mwingine pia anao. Kalamu ulionayo, kipawa ulicho nacho, kakuta kumbe na mwingine pia naye pia akawa nacho, Na sasa kabla sijaendelea, nimesema nitaanza na swala la kumtumikia Mungu kwa bidii. Niongelee jambo hili kwanza. Hebu tulifuate tulione kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4. Waraka wa kwanza Petro sura ya 4, nitasoma huo waraka, utatuongoza kutupeleka hata pia katika vipengele vingine. Tunapokuwa katika kazi ya Mungu na huduma ya Mungu, tunatakiwa tupate kitu kimoja kinachoitwa neema. Ujumbe wetu unasema, je, wito wako bila neema inawezekana? Neema ni nguvu itokayo mbinguni, ni nguvu imwezeshayo mtu katika kipawa au katika wito alionao, na uwezesho yule mtu kuifanya hiyo kazi ya Mungu kwa kiwango stahiki, kwa kiwango kizuri. Na kama mtu hana neema hiyo, huo wito anaokuwa nao, huduma aliyopewa ndani yake, kuna uwezo wa kufifia ile wito alionao. Anaweza akawa na wito wa uimbaji, anasikia moyo na msukuma kuimba, au pia uliwahi kuwa na wito wa namna hiyo kuimba, ana wito labda wa kujitoa, yaani yeye kama akiona kuna mara fulani huduma ya Mungu inakwama, ajisikii vizuri, yaani anasikia na wito ndani, inaitwa wito. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa nini? Inaitwa wito. Kwa hiyo ule wito, mtu akiwa na wito ambao umeambatanishwa na neema ya Mungu, atakuwa ni kama kuku ambaye amefika wakati wa kutaga au anataga. Yule kuku labda ametoka nje na masaa majira yake ya kutaga aidha ni saa 4, lakini nyumba ikawa imefungwa au banda limefungwa. Sasa wakati wa kuku anataka kutaga unapofika, lakini banda limefungwa, nyumba imefungwa, yule kuku ataweza pambana kupanda dirisha, atapita juu ya dari, atahangaika, anapita kwenye milango hapa na pale, anachungulia kwa chini kwenye mianya ile, lakini mpaka mtu anatoka shambani anakuja kufungua ile nyumba, atakuta ile kuku anahangaika, anakuwa na mzigo ndani, anakuwa na njaa na msukumo fulani, yani mpaka atage. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kumbuka, yule kuku anakuwa na kiota chake, ana mahala ambapo anataga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana mahala ambapo anatakiwa atage, na kama ana mazingira na kiota, sehemu anakojua kama anataga, alishawenda taga mara moja mara mbili, sasa yani atasumbuka, hawezi kutaga, pengine itamchukua muda, anasumbuliwa, hawezi kula wala kunywa, anahangaishwa na kitu hicho, kwa sababu ndani yake sasa ana wito, ana msukumo, anakwenda kutaga kwenye kile kiota chake. Sasa naye mtu ambaye ana wito ndani, aidha ni wa utoaji, wakati mazingira ya utoaji yanapotokea, ule wito, ile mtu atasukumwa kufanya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ikiwa ni uimbaji, labda ni maombi, labda ni ana wito pia wa ukarimu, wakarimu wageni wengi ibadani, na yule mtu akaona
yani wakini wakiingia tu anawatazama. Ana wito labda wa kufanya usafi nyumbani mwa Mungu, ana mzigo, ndio inaitwa wito. Wito ni kitu ambacho Mungu amemweka mtu, umewekewa na Mungu, umeumbiwa jambo hilo, linakaa linaishi ndani ya mtu. Bwana haleluya. Kama hajapita mtaani kuhubiri Injili, kuzunguka nyumba hadi nyumba nyingine, atuili hawezi kuzuiliwa. Lakini napenda kufundisha jambo hili kwamba hivi, wito bila neema, wito wako ulionao bila neema haiwezekani. Kwa hiyo Mungu yeye anaweka wito ndani ya mtu, ndani ya mitume, ndani ya viongozi, ndani ya injilisti. Ule wito unaweza kaingia ndani ya wachungaji. Anapenda kazi ya Mungu isonge mbele. Lakini tambua anakuja kwamba tunaye ibilisi, tunaye adui ambaye ni ufalme wa giza, nguvu za giza. Zile nguvu za giza, falme za giza, wao usimama na kupambana na kushughulika au na kuadhibu au na kuua ule wito ndani ya mtu anaokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nashangaa mtu anabaki kusema niliwahi kuwa na wito fulani, niliwahi kuwa nafanya jambo fulani, lakini leo sasa kipo, ile jambo limekufa. Kwa hiyo utashangaa mtu bidii aliyokuwa nayo hana kabisa tena. Kiwa aliyokuwa nayo, mzigo aliyokuwa nao umekufa kabisa. Mara nyingi kinachoharibu ule wito ni pepo wachafu, nguvu za giza. Ufalme wa giza unashughulika na kuharibu ule wito wa Mungu. Kwa hiyo Mungu anapotuita, alipotuokoa, yeye wengine pia walichaguliwa mapema kwa wito fulani kabla hawajazaliwa, toka tumboni mwa mama yao. Lakini pia wengine anaweza pia akaokolewa ana wito wote ule, lakini roho wa Mungu anaweza kuingiza wito ndani ya mtu. Mara tu hiyo akabadilishwa. Alikuwa ni mlevi akaacha ulevi, kahaba akaacha ukahaba, alikuwa ni mwenye kiburi akaacha kiburi. Sasa ukashangaa ni mpole pia mnyenyekevu, lakini pia akawa na uwezo mkubwa wa kuifanya kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Anapewa kipawa, anapewa wito, anapewa moyo wa talanta au talanta, anasukumwa azalishe kwenye kazi ya nani? Kwenye kazi ya Mungu, kwenye huduma ya Mungu. Atulii. Kwa hiyo anakuwa ni kama kuku aliyefika wakati na majira yake ya kutaka kutaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia nifundishe jambo hili kama viongozi au kama kanisa, tutambue au watu tunapokuwa tumemwamini Kristo. Unapoona sasa kuna hali ambayo inakupata, unashangaa ulikuwa katika wito fulani, ulikuwa na kalama ya kipawa fulani, baada ya muda ule msukumo umetoka. Sasa unakuwa ni kama kuku sasa atagi tena. Kuku sasa anataga nje kwenye kichaka. Lakini mwanzo alikuwa akitaga kwenye kiota chake. Hilo jambo unapolitazama kama mchungaji kwenye kanisa, kama viongozi waratibu wa mambo ya kiroho, wahudumu wazee wa kanisa katika kazi ya Mungu, watenda kazi, unatakiwa utambue na kujua kwamba tayari mimi wito wangu umekamatwa. Kwa hiyo tutambue na kujua kwamba yeyote mwenye wito bila neema ya Mungu haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu yuko adui mpinzani wa wito wetu tulionao. Wito wetu tulionao. Na kinachoweza kuzaa matunda, kinachoweza kusababisha maendeleo yako ya afya, maendeleo yako ya kiuchumi, maendeleo yako ya familia, maendeleo yako ya kiroho, ya imani, ni kitu kimoja kinachoitwa wito. Kwa hiyo wito ikiwa uko kazini unafanya kazi ule wito, basi jitihada ya wito, kasi ya wito, bidii ya wito ulionao, utendaji wa wito ndio inayozaa upande wa pili maendeleo ya kiroho, maendeleo ya huduma yetu kanisa. Lakini uzalishaji labda wa matunda kanisani, watu kuzaliwa kiroho, watu kusimama, watu kukomaa na kuendelea, inategemea wito wa kiongozi katika sekta yake, kiongozi katika grupu hilo alilonalo. Inategemea kanisa kukua na kuendelea, likadumu wakasimama na wakawa vizuri sana wakakomaa. Inategemea wito wa mtumishi wa Mungu, wito wa mwinjilisti, wito wa mwalimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uponyaji, huduma ya uponyaji, kuwekea watu mikono na wakapona. Ili mtu apate kupona, yani inakuwa sio kazi nyepesi, kwa sababu yuko ibilisi, yuko adui, falme za giza zinapigana vita ili mtu akae kwenye kifungo cha giza. Kwa hiyo wito wa mtumishi alinao, kiwa alichonacho, kwamba nataka watu wapone,
nataka watu waokolewe, nataka watu wasimame, nataka wahudhurie ibada, nataka wauai. Wito unaokuwa nao ndio unaokupa mwanga au pia maono kwamba nifanye jambo hili, nitoke hiki ningie jambo jingine. Nikipanda mbegu hii itaota namna hii, nimwagilie kwa wakati gani, kwa majira gani? Siongei na watoto wachanga, naongea na watu wazima. Waraka wa kwanza Petro sura ya 4. Waraka wa kwanza Petro sura ya 4, ninasoma mstari wa 10. Mstari wa 10. Kwa hiyo bidii inayokuwa naitumia ndio inayoleta uzalishaji. Mstari wa 10 tunaona anasema kila mmoja, mstari wa 10, kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama itumieni kwa kuhudumiana, kama mawakili wema wa neema mbali za Mungu. Kama mawakili wa Mungu. Hebu wote tamka, sema kama mawakili wa Mungu, wa neema mbalimbali za Mungu. Kwa hiyo ule wito mtu anaokuwa nao, karama anayekuwa nayo, basi anakuwa yeye ni wakili. Hebu aje mtu mmoja hapa nikuelezee jambo. Sasa huyu unaweza kutumia mfano labda alivyo na vitabu vyake. Haleluya. Anaitwa wakili. Sasa akienda kwenye nyumba ya mtu kuhubiri Injili, kushuhudia, kupeleka ujumbe wa Kristo, anakuwa ni wakili wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akija kwako, akifika kanisani, akiwa na darasa mahala fulani, ni jumuiya kanisa la nyumbani, sasa yeye ni wakili wa nyumba ya nani? Ni wakili wa ofisi ya Mungu. Ni wakili wa Mungu. Anasimama badala ya Mungu. Anasimama kwa niaba ya nani? Kwa hiyo katika kazi unayokuwa unaifanya, kalama ya uimbaji, naongea na mtu, katika swala unayokuwa unafanya, unatoa sadaka kwa ajili ya kuendesha kazi ya Mungu, basi wewe ni wakili wa kazi ya nani? Wakili wa kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakili. Kwa hiyo unachotakiwa kutambua na kujua hiyo kazi kama umeibeba, kumbuka kwamba umemwakilisha nani? Unamwakilisha Mungu. Wewe ni mjumbe wa Mungu. Wewe ni mjumbe wa Kristo. Sasa kumbe huyu umetumwa. Ametumwa na nani? Na Mungu. Sasa akitambua jambo hili, anatakiwa ajitambue yeye mwenyewe. Akitambua jukumu alilonalo, ametumwa na Mungu. Mimi namwakilisha Mungu. Hebu naomba nikuulize kitu. Akimwakilisha Mungu katika udhaifu, Mungu anafurahi? Akimwakilisha Mungu katika uzembe, ulegevu, mbingu zinafurahi? Naongea na mtu. Sasa anachotakiwa kufanya mtu huyu, anatakiwa kujitambua kwamba mimi ni wakili wa mbinguni, ni wakili wa Mungu. Kwa hiyo kazi ambayo nimepewa ni kuimba, niimbe kwa kiwango cha kutosha. Kazi ambayo nimepewa kuongoza maombi, niongoze maombi haya kwa bidii. Kazi ambayo nimebeba wakili huu, anatakiwa kujitambua kwamba natakiwa nifikishe ujumbe wa nani? Ujumbe wa Mungu mara fulani husika. Kazi ambayo nimepewa kuhamasisha watu labda kwa ajili ya mkutano, kwa ajili ya Injili, natakiwa nihakikishe mpaka jambo hili limetimia. Wewe ni wakili. Mbingu inatutazama kama ni mchungaji. Kazi ambayo nimepewa kuombea wagonjwa, wewe ni wakili. Wanapopona, aliyeponya ni nani? Wasipopona kakale vifungo vya giza, ambaye ameshindwa ni nani? Inaonekana ni Mungu. Basi we Mungu anaweza kukuondolea wakili. Mungu anaweza kufuta katika kitabu cha uzima. Mungu anaweza kukuondoa katika watunza siri yake, watumishi wake. Anakuondoa kwa sababu gani? Kazi unayokuwa unaifanya kwa uzembe. Naongea na mtu. Sasa jambo la kwanza ni wewe kutakiwa kujitambua, mimi ni wakili wa nani? Wakili. Kama kanisa, ili ibada ipendeze, kuna watu wanatakiwa kuimba, watatakiwa kushangilia, watatakiwa kusifu, watatakiwa kupiga vigelegele. Nasema itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema
wa neema mbali za nani? Mbali za Mungu. Kwa hiyo huyu sasa ana kipawa hiki. Huyu anaweza kupiga filimbi, huyu anaweza kupiga makofi, lakini huyu anaweza kuzungusha kitambaa chake, lakini anaweza kasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapokuja kanisani, tunakuja kukaa kama mawakili, au tunakuja kutengeneza mazingira ya ibada. Tunakuja, kila mtu anasema karama zetu zinahudumiana, kila mtu karama ya mwenza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa mfano, hao wamesimama, anasema Yesu mfano, yeye wao wanamwakilisha Kristo kwa kulitaja jina la. Kama wakiinuka wote tunanyanyuka kwa pamoja. Huyo Falme. Wewe ni wakili wa nani? Ni wakili wa nani? Amebeba mtoto, weka mtoto pembeni. Amevaa nguo labda ina mkanda, yaani unajiona ni bosi. Weka vitu vyote unaangalia pembeni. Wao wanapiga makofi, au wanashangilia, au wanarukaruka. Sisi ni mawakili wa nani? Anasema karama zetu, huduma yetu tunaitumia kwa kuhudumiana sisi kwa kadiri mtu kipawa alichona. Hapa kuna mtu anaweza kupiga vigelegele. Mimi siwezi vigelegele. Katika jina la Yesu. Amina. Hebu nisikie, kwa hiyo tupige vigelegele. Haleluya. Mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe tupigie kigelegele sikia. Yasobereza. Na wewe ndio tupige sikia. Wanatofautiana Haleluya. Katika jina la Yesu. Naomba niulize, kati ya hao na huyu aliyeweza nani? Unaona kiwango tunazidia? Basi makofi kwa Yesu. Hebu tuondoe mtu wa kinanda, tusikie makofi yanavyopigwa. Makofi kwa Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa na huyu sasa tarumbeta yake tuizime, tusikilize wanaosema ni Yesu. Hebu tutamka, sema Yesu. Amen. Yesu. 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 Huyo. 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 Anaponya. 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 Anaokoa. Katika jina la Yesu. Chukua nafasi yako kae. Kuna mtu mmoja aliniambia, haleluya, akaniambia mimi mchungaji, alikuwa ni mwimbaji wa kwaya. Akasema mimi bwana, nimevaa suti tunaenda kuimba kwaya, lakini mimi nikivaa suti sijisikii vizuri. Haleluya. Yeye akivaa suti ajisikii vizuri. Lakini mwingine anasema nisipovaa suti na koti siko vizuri. Haleluya. Haleluya. Unaona watu wanatofautiana. Basi kwa sababu uimbaji wa kwaya alilazimika naye avae sare. Akaenda kuimba. Wakati wengine wanaona ni kama amependeza, yeye anajisikia hajapendeza. Katika jina la Yesu. Sasa huyu katika kuhubiri kwake, katika kusudia, kufuatilia kondoo aliyepotea, basi anakuwa ni wakili wa nani? Haleluya. Lakini amejaribisha kupiga vigelegele kashindikana. Lakini pia katika kupiga makofi, kuna watu unajua kuunganisha viganja. Wanaunganisha. Lakini mtu mwingine anazalika wapi? Haleluya. Kuna siku moja hapa, fuatilia mtandaoni YouTube na Facebook.
Iliwahi kushughulika na kifungo cha giza cha namna hiyo. Nikakuta kumbe watu walio wengi mikono yao imefungwa kuzimu. Unaona mtu anatembea mikono kama iko huru, lakini kumbe huko kuzimu walishamfunga kamba. Hawezi kupiga makofi, hawezi kushangilia. Wanaunganisha hivi mikono yao, usikuunganisha. Maana akiunganisha mikono yake vizuri, akampiga Mungu makofi vizuri, ina maana amerudisha utukufu wa nani? Lakini wanapigaga makofi kule kwenye kilinge cha wachawi, wanashangiliaga malkia wa kichawi, wanashangilia ufalme wa kichawi. Naongea na mtu sasa. Hivyo ni kalama na vipawa. Sasa alikuwa na uwezo wa kupiga makofi, alikuwa anaweza kushangilia, alikuwa anaweza kupiga vigelegele, alikuwa anaweza kaimba, alikuwa anaweza kufuatilia mwalimu kama huyu, alikuwa anaweza kusimamia watu kondoo. Lakini baada ya muda anashangaa hicho kipawa kimefia. Kuku ile alikuwa anaweza kupewa mzigo wa kutaga, hawezi taga tena. Nguvu za giza mara nyingi wanashughulika na mambo ya namna. Shike mkono wenzako, muulize umeshafunga. Kwa hiyo nashangaa alikuwa na bidii ya kuhudhuria ibada. Ana bidii kabisa, hawezi kosa ibada, hawezi kosa mkesha. Yaani nguvu za giza, pepo wachafu wao ni katika ulimwengu wa roho ambako haonekani. Wanakamataga hiyo kiu ya mtu aliona. Bidii sasa inaisha. Alikuwa ni mtoaji, ni mlipaji wa zaka, ni mtu mwenye kuchangia mawazo, anafungwa kabisa ulimi. Hawezi fanya chochote. Ukiona uko katika ile namna hiyo, tambua na kujua kwamba uko gerezani. Unatakiwa kuhakikisha umeomba kiu ya kutumika kwa bidii, kiu ya kujituma. Uombe njaa ya kuifanya kazi ya Mungu. Yaani iwe ni kama njaa, kama sijaomba, kama sijatumika katika kipawa changu, kalama yangu, yaani nisturie, kama sijashangilia, kama sijapiga makofi, kama sijawahi ibada. Yaani unakuta mtu kabisa alishakuwa mtu kawaida kama vizoelea, amekamatwa, yuko kwenye kifungo. Kwa nje tunamwona yuko salama, lakini yuko gereza. Hebu mshike mkono wenzako, muulize, ni wewe uko gerezani? Na wewe mwambie yawezekana ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utashangaa mtu hana kiu tena, hana moyo kabisa, bidii imekufa moja kwa moja. Lakini Mungu alivyotuita ametuwekea kalama na vipawa vya namna hiyo na wito wa namna hiyo, ili zile kalama na vipawa vile tuweze kuhudumiana. Wewe ulicho nacho mimi sina, huyu alicho nacho yule hana. Uwezo uliona huyu hana, au anaombea gonjwa, au anashangilia, au anaongoza kwenye maombi, huyu ni mwalimu, lakini unashangaa kanisa limekamata hiyo mamlaka, hiyo uwezo hauna kabisa. Mtu anakuwa ni mtu wa kawaida, anabaki Bwana Yesu asifiwe sana, shalom, hana chochote, kaisha kamatwa. Ibilisi, ufalme wa giza, unashughulika na jambo la namna hiyo. Walivyohangaika wakaona kanisani hatuwezi kuwaondoa. Sasa wanawafuataga mara nyingi kanisani, wanafunga. Kwa hiyo sasa kama mtu hana huduma au huduma yake imefungwa, hata na mbinguni vile vile umefungwa. Kama huduma yake imekamatwa kwenye kitabu cha uzima, kwenye ripoti ya utendaji haumo. Na mbinguni hatutakwenda kwa sababu tuna kitambaa tumefunga. Hatutakwenda mbinguni kwa sababu tumevaa suti na tai mchungaji. Hatutakwenda kwa sababu tuna kanisa kubwa. Tunapelekwa mbinguni, tunaenda mbinguni kwa sababu ya ripoti ya utendaji. Tunaonesha ripoti, tunaonesha huduma tuliyofanya wakati tulikuwa duniani. Mimi ni askofu, mimi ni mchungaji, mimi ni kasisi fulani, mimi ni mwangalizi. Hapana, kinachopelekwa kule sio uzee wa kanisa. Tunaulizwa ripoti ya utendaji. Huyu sasa akiwa kanisani anawafanya watu washangilie, anawafanya watu wasikie. Mwingine pia anasimamia kitengo cha watu wasisinzie, watu wawe makini kusikiza ujumbe wa Mungu, wasilale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ripoti inatwaliwa mbinguni. Huduma yako ulionayo unapokuwa umefika ibadani, unafanyaje? Kuna watu wanaosikia ibadani, yani akiwa anahubiri au mchungaji anahubiri, wanaofanya watu wengine wasisinzie. Lakini pia unaposimama katika uimbaji, imba kwa bidii. Kwa hiyo kama bidii ya mtu iko chini ni hafifu, ripoti yako mbinguni haipo. Kile ulicho nacho sikiza lao kidogo hicho. Huyu anacho hiki, mwingine ana kitu kingine. Wewe hicho ulicho nacho kitumie kwa bidii, kitakufanya, kitakupatia kibali cha kuingia mbinguni. Haleluya. Haleluya. Huyu mwingine baada ibada ikisha, kwa mfano, ibada inapoisha, yeye anashughulika kupanga viti, anashughulika kufagia, anaondoa vumbi kwenye vigae, anasafisha mazingira. Lakini kabla ibada inawahi mapema, yani hicho ulicho nacho sikiza lao ni cha thamani, hicho ndicho kitakachokuwa kimekupa kibali kuingia mbinguni.
Haleluya. Lakini pia mwingine, ukienda kambini utakuta kambini kuna wengine na filimbi, wengine wamepewa silaha, wengine wamevaa majezi tu peke yake. Hapo sasa ndivyo ilivyo. Sasa mwingine tu ana vuvuzela, mwingine na filimbi. Yaani ukivaa hiyo filimbi shingoni mwako, una ulimi unaweza kupiga vigelegele, umekaa kinywani mwako ni kama umetafuna jojo. Umeweka peremende isitrondoke. Yaani akiingia kanisani anakaa kama bingwa. Ananyanyua miguu yake inaiunganisha namna hii. Atuki kanisani kuwa kama bosi. Haleluya. Ni mchungaji amesimama kuhubiri, anakemea dhambi, kemea. Sikiza. Umepewa nafasi, ndio umepatikana. Wakusudia, zungumza. Mungu amekufanyia nini? Hakika huyu ni Mungu. Kama asingekuwa ni Mungu, isingekuwa namna hii. Eleza maisha yako ya nyuma, ulikuweje mpaka saizi ukoje? Neema ya Mungu imenifikisha hapa. Uwezo wa Mungu, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa dhaifu, nimepona. Lakini amepewa nafasi ya kuhubiri, aiza kusudia, anasudia lakini natafuna maneno. Zungumza wazi wazi. Huyu ni Mungu kanitendea. Haleluya. Umepewa nafasi ya kuongoza kundi, kuhamasisha watu labda wawahi, kuhamasisha watu walete michango. Simama katika nafasi hiyo. Hakikisha kila mtu ameitika, amefanya ile huduma aliyopewa. Haleluya. 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 Amepewa nafasi labda na hudumu kwenye madhabahu ya kifunga namna hii. Sasa watu wamefika ibadani kama walivyochelewa. Amefika ibadani amechelewa. Pengine anaogopa kuvuka kuingia mbele, lakini namtambua ni mtoaji wa zaka, ni mlipaji wa dhabihu. Yaani ana nabasha yake hapo. Hebu mfikishie. Fanya kazi ya Mungu kwa nini? Kwa bidii. Unamfikia, unampa mkono. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unafurahi kukuona hapa basha. Mkabidhi. Kuongoza watu. Lakini natambua leo ni tarehe. Leo ni siku labda tunakutana, zinakaribia siku. Hebu kumbuka kuhamasisha. Wafikie mguu kwa mguu. Wewe uso kwa uso. Sema nao ibadani. Mfikie, kumbuka tarehe 30. Kumbuka muda fulani. Kumbuka tuna mkutano. Unahusika katika kitengo labda kukusanya vyakula kwa ajili ya mkutano huo. Lakini mpaka wamuamshe, mpaka wakutume, ulishakamatwa zamani. Kila mtu katika kipawa chake, katika kalamu yake, tafuta namna kupenyeza. Yaani hata kama kuna mwingine anazubaa, wewe penyeza, pitisha kitengo chako. Haleluya. Haleluya. Inawezekana nikiongoza kanisa la nyumbani, yuko labda ndani ya Nzozo, yuko kule Katasikio, yuko kule Katwambari, yuko pale Mabatini. Lakini kiongozi wa kula amelala. Naongea na mtu. Mchungaji wa kula ameshalala, amesinzia muda mrefu. Wewe unaweza, kama unaweza, penyeza kwa kipawa chako. Una kiu ya kuhubiri Injili, una kiu ya kwenda kufanya mkutano, una kiu watu wapate kuzaliwa. Nenda hata huko kahubiri Injili, watu wapate kuzaliwa. Yeye huyo kalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasinzia, jitambui kwa kanisani. Alishatekwa. Kwa hiyo kitengo chake ajui ni muda gani amashishe watu, ni muda gani sasa simame kundi lake. Wewe muda huo utumie, simamisha kundi lako. Zungumza nao. Naongea na watu. Sasa wewe wakati ukiwa unatumika kwa bidii, unahesabiwa ipochi yako kule mbinguni. Kwa hiyo mbinguni hatutapeleka magari maaskofu. Hatutapeleka pikipiki wachungaji. Hatutapeleka tai wala vitambi. Hatuulizi kitu, tunauliza kazi uliyoifanya kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulifanya kazi gani? Huyu anasema nipiga vigeregere. Huyu nilikuwa naimba ibadani. Huyu nilikuwa na deki kanisani. Huyu nilikuwa niko karibu na watumishi wa Mungu kuwaombea. Huyu mimi nilikuwa ni kiongozi wa mtaa. Nazungumza na watu wale nikaweka kwa bidii, wao na bidii kufanya kazi ya Mungu. Nilihamasisha, sikutaka watu walale kanisani. Niliwafanya wasisinzie. Na pepo mchafu yuko anayeshughulika, nenda wakala mchafu. Pepo, nenda ukawafanya wasinzie. Wewe unafanya shughuli gani kanisani? Simamia kitengo hicho. Kwa mimi nashughulika, sitaki watu wasinzie. Wasikie ujumbe wa Mungu. Kwa nini pepo wachafu? Kwa nini nguvu za giza wanaweka mawakala, wanaweka maagent kuharibu kazi ya Mungu? Sisi, wewe mwenyewe unashughulika na kazi gani? Naongea na mtu. Anasema kila mtu na kipawa, kila mtu na wito wake. Kuna wito ulionao, lakini mtu mmoja hawezi kubeba wito wote, hawezi kubeba karama zote. Hapana, ametupa hizo karama, ameachilia neema ya karama ipana leo ili iweze kutumika. Ndipo kazi ya Mungu, ndipo mwili wa Kristo, ndipo kanisa la Mungu linapoweza kuja. Mstari wa 10. Nasoma 11, anasema hivi.
mtu akisema, anasema mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Yaani kama una ujumbe umepewa kupeleka mahali fulani, upeleke ujumbe kama mausia nani. Lakini kama ni mausia yako, unaweza kufanya kwa uzembe. Kama ni uimbaji unaimba wewe mwenyewe, unatumbuiza nyimbo zako, ni vya kwako, unaweza kufanya kwa uzembe. Kama sadaka unayoitoa unajua ni ya kujenga kali ya kazi ya Mungu, ni ya kuendeleza huduma ya Mungu, uitoe sio kwa uzembe, unaitoa kwa ajili ya kusudi ya kazi ya nani? Naongea na mtu. Anasema na mtu akiwa na ubiri, au ubiri kama kwamba ni mausia nani? Kama anahamasisha kitu, hamasisha kama ni uhamasishaji wa nani? Kila mtu abebe kitu hicho za maneno kana kwamba mimi nimetumwa na nani? Na Mungu. Ukifika kanisani, nimefika hapa kuifanya ibada, nimefika kuja kuabudu, nimefika kuomba, nimekuja kumwabudu Mungu. Kumwabudu Mungu sio kupiga magoti tu, wala sio kuomba tu, sio kusikiliza ujumbe tu, ni pamoja na kumuinua Mungu, ni pamoja na kupiga makofi tena kwa Yesu. Yo! 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 Yesu! 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 Jina la Yesu. Sikiliza. Anasema na mtu, mstari wa 11, na mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu. Mtu akihudumu, unahudumu nini? Una huduma gani? Una utumishi gani? Na mtu anasema na mtu akihudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akihudumu na ahudumu kwa nguvu na ahudumu kwa nguvu. Anahudumu kwa nguvu anazojaliwa na Mungu, kwa nguvu. Una nini ulicho nacho? Una uwezo gani? Umejaliwa kujua kufanya jambo gani? Umejaliwa ndani yako kuna huduma gani? Kuna kipawa gani? Ahudumu kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na wewe tamka kwa Mungu, sema amen. Piga kelele, sema amen. Na mtu akiitikia aitikie kwa nguvu, sema amen. Ukienda kwa Waislamu, Muislamu anasema, Muislamu ndio kumsikia wallahu akbar, Allahu akbar. Wote sema haleluya. Piga kelele, sema haleluya. Na mtu akishangilia, ashangilie kwa nguvu. Anapiga kigeregere, piga kwa nguvu. Unaimba, imba kwa nguvu. Unajitoa, jitoe kwa nguvu. Unachota maji, chota kwa nguvu. Haleluya. Ndio hapo naanza kuelewa. Kwa hiyo kama unafanya kazi yote ile, haitumii kwa nguvu. Unahubiri sio kwa sauti. Sauti inatakiwa, naongea na mtu, mamlaka, nguvu. Kuna mtu anahubiri pale, kuna mtu pale anakemea dhambi. Kuna hata Yesu alipokwenda kwenye kaburi la Lazaro, maneno Mungu anasema kwamba akasema liondoeni jiwe hili. Alipondoa jiwe, akasema hivi, akamuita Lazaro kwa nguvu, akasema Lazaro, amka, kwa nguvu. Sema amen. Amen. Yesu huyo. Yesu huyo. Amka, sema tunaweza. Tunaweza kuhubiri. Tunaweza kuokoa. Tunaweza kuponya. Kwa jina la Yesu. Tunaweza mambo yote kwake yeye atutie nguvu. Vuvuzela hiyo tarumbeta amewekea sema kuongeza na kupunguza. Tuko sawa. Katika jina la Yesu. Mtu anakuja kanisani kama warembo. Mnabaki ukimya, watu utamweka wanja. Wamefunga heleni, wamefunga cheni, wenyewe wanja mtima. Midomo yako meipaka vitu lakini havionekani. Anaogopa kutoa sauti ikabomoka.
Barikiwe sana. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuingia kwenye mkutano. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kuingia pale Rwengua. Hivyo ndivyo tunavyotakiwa kwenda Isingiro. Hivyo tunavyotakiwa kwenda Kirera. Hivyo ndivyo tunatakiwa kwenda Roma Shadu. Hivyo tunavyotakiwa kwenda kwenye uwanja. Sema amen. Piga kelele, sema amen. Haleluya. Tumisha Mungu anasema kwenye jukwaa, anasema Yesu yuko hapa leo. Wewe unaitikaje? Sema leo. Unasema nimepeleka. Mpige darasa la watu wawili, darasa la mtu mmoja, watatu. Wao watatu wanatakiwa kuimba, wanatakiwa kushangilia, wanatakiwa kumuinua Yesu. Ili Mungu atukuzwe katika Kristo kwa nguvu. Mikono yako uibandike, ukandamize kwa makofi. Haleluya. 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 Mungu amekupa mikono inaonyesha uwezo. Nasema katika jina la Yesu. Na unaposikia mtu mmoja katikati yetu, mtu mmoja amesema haleluya, wote tunaitika. Jibu ni kwamba bila neema haiwezekani. Neema ni uweza kutoka kwa nani? Kutoka kwa nani? Kwa hiyo Ibilisi, pepo wachafu, wanapoona kanisa limeitika namna hii, wanapoona watu wamejengwa namna hii, tunamrudishia Mungu tukufu, tunaijenga kazi ya Mungu, tunaipendezesha ibada. Tunaposikia Ibilisi anaposikia mtu ananena kweli, anahubiri kweli, anakemea, anawafanya watu wamjue Mungu, anawafanya watu wasilali. Ibilisi sio wito ulionao, haupendi. Kwa hiyo atapigana na wewe, atashindana na huyo mtu kuharibu kile kitu ulicho nacho. Lakini kila mtu ana neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni nini? Ni uwezo utokao mbinguni, ukuwezeshao kushinda, ukuwezeshao kuwa na kiu na njaa ya kufanya kazi ya Mungu. Neema ya Mungu ni mamlaka, ni uwezo, ni nguvu nyingine ya ziada ambayo inakusaidia kuyafanya yale ambayo wakati mwingine kupita wengine. Neema ya Mungu ni pumzi, ni roho ambayo ikimjia mtu kawa kwako, utashangaa hauna woga, hauna aibu, hauoni fezea. Utashangaa hiyo kazi Mungu unaipenda. Na mtu akiwa na neema ya Mungu, unanisikiza mpendwa? Mtu huyo akiwa na neema ya Mungu namna hiyo, utashangaa hata pakitokea msiba, neema ya Mungu ikiwa kwako, unasema kazi ya Mungu kwa Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ikiwa juu ya mtu, hawezi kosa ibada. Hawezi kukosa ibada. Kwa sababu gani? Yeye akili zake, mawazo yake yameungamanishwa na neema ya Mungu. Anafikiria kazi ya nani? Ana huduma, ana utumishi huo, anawahi ibada, anawahi kwenye zoezi la kwaya, anawahi katika kitengo chake alichopewa. Kuna neema inayomfanya aende. Lakini mtu mwingine anasema leo jua limekuwa kali, mimi sitaweza kwenda. Leo sasa kumetokea msiba. Leo kuna mkutano wa serikali ya kijiji. Leo sasa kuna maandamano na mahali fulani. Mimi sababu zitakuwa ni nyingi. Kwa sababu juu yako hakuna neema nani? Hakuna neema nani? Kazi ya Mungu tunaifanya ni nzito na ni ngumu. Ufalme wa giza haupendi kanisa liwepo, haupendi twende kuhubiri Injili. Unaweza kuona kama sasa tunasema tunakwenda kuhubiri Injili huko Rwengua. Haleluya. Pata kuwepo ushindani, watu watapata misiba, watu inaweza kaugua. Mtu alijipanga sema atapata 1025, mwisho atazuiliwa. Wanatamani kwenda lakini hawezi. Lakini kama kuna neema ya Mungu iliyo ndani yetu, lazima mkutano utafanyika. Naongea na mtu? Nasema na mtu? Kwa hiyo kama mtu akikosa neema, ataishiwa nguvu. Mtu anapoibiwa neema hiyo, neema ikakukosa kwako, mwisho utajikuta hauna kasi, hauna uwezo kupigana vita, hauna uwezo kutimiza ile wajibu wa Mungu uliona. Wengi yeyote anayeona kwamba siwezi kutimiza wajibu wa Mungu, ninaona nashindwa, nasema roho hii lazi lakini mwili ni dhaifu. Neema imepungua kwako. Roho hii lazi lakini mwili ni dhaifu. Kwa hiyo upande wa roho panapungukiwa kitu kinaitwa neema. Lakini roho yako ukijazwa na roho, kitayafanya mapenzi ya nani? Lakini ukipungukiwa katika kitengo cha kiroho, kinachotakiwa pale ni nini? Ni maombi. Katika kuomba kwako,
katika kutaka kwako usisahau kuomba, ukimwambia Mungu, naomba neema katika kitengo changu cha utoaji, ninaomba neema katika kipawa na huduma yangu ya upigaji vinanda, huduma yangu ya meza ya mitano, katika kitengo changu hiki cha kuendesha huduma kanisa la nyumbani, kwa kuhubiri Injili, ninaomba neema yako Mungu niwezeshe. Maana kuna vita, kuna maneno, kuna misongo, kuna uzuru, kuna kinachotokea, madhara yanatokea hapa na pale, nazuiliwa. Kwa hiyo kama hakuna neema, kila mtu aliye na kitengo na huduma iliyo ndani yako itafifia na itakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na mtu hapa. Kwa hiyo ni neema ya Mungu pekee inayoweza ikamfanya pastor asimamie kweli, mchungaji kuisimamia kweli, akahubiri Injili, akanena maneno ya Mungu ya kweli, kufanya watu wasimame. Ni neema ya Mungu. Na yule pastor kama hawezi omba, mzee wa kanisa hawezi omba, mtendakazi hawezi omba, utambui muhimu na wajibu wa kupata neema, basi hiyo neema, hiyo nguvu ya Mungu itafikia kwako. Kitengo na huduma ulicho nacho lazima kife. Naongea na mtu, kitakufa. Utakifanya kwa uzembe, lakini nasema hivi, na mtu akiwa na huduma aifanye kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na mtu akiwa na huduma na kitengo alicho nacho akifanye kwa nguvu, kwa ile nguvu itanyonywa, nguvu hiyo itaisha, utajikuta huna power tena. Hata wakati mwingine unaweza ukashindwa kukemea dhambi. Kanisa unaliongoza, huduma unaliongoza, lakini huwezi kemea dhambi, huwezi kuhubiri kweli yote. Kwa sababu gani? Yaani hiyo neema, power, mamlaka hauna. Naongea na mtu, nasema na mtu. Neema inamwezesha mtu kuwa na power, mamlaka. Tamko, hebu wote sema tamko. Piga kelele, sema tamko. Piga kelele, sema tamko. Kama hauna neema, kwa mfano ni mke wa mtu, ni dada hajaolewa, ni mwanafunzi, unaweza kukutana changamoto, ukakutana vikwazo vya vijana, vishawishi vya ukahaba, uzinzi. Lakini kama mtu ana neema ya Mungu ndani yake, pasu atamkemea kijana, atamwambia mimi nimeokoka, usimrudie tena, mimi ni mke wa mtu, hii ni dhambi. Naongea na mtu. Sasa neema ikiwa juu yako, ni rahisi sana kukataa hiyo uovu. Unakataa, nasema hii ni pombe, hizi nguo siwezi vaa, hazimpi Mungu utukufu, msono mimi sivai. Nani umenipigia simu? Nani unanitumia SMS? Basi kama mtu ana power na mamlaka, anaweza kukataa hiyo dhambi, kukataa hiyo dhambi. Amen. Anakataa. Kuna neema, nguvu ya Mungu inakuwa iko juu yako. Kwa hiyo neema kazi yake ni kukuwezesha kukupitisha katika mambo ambayo ni mazito, ni magumu. Neema inakuwezesha kushinda vita, inakuwezesha kupitisha katika vitisho vya maadui. Naongea na mtu. Neema inakuvalisha ngozi nyingine, vazi nyingine ambalo ni ujasiri wa kipekee. Naongea na mtu. Neema inakutambulia kwamba hili ni jema, hili ni baya. Na wengine mkumbo, watu wengi sana wanaweza kapelekwa na mkumbo, lakini ukashangaa wewe kwa sababu ya neema iliyo juu yako unakataa hicho kitu. Wengi nakwenda ni wengi. Wanasema wengi wapi? Anasema hapana, neema ya Mungu iliyo juu yako inakataa dhambi, inakataa uovu. Naongea na mtu. Amen. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Angalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, andika na pia pekua Biblia yako, utasoma kitu hicho. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Ninasoma mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10, ninasoma mpaka 11. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 mpaka 11, ninasoma. Mstari wa ngapi nimesema? Wa 10 mpaka 11. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo kama hapa anachoendelea kuthibitisha, anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hiyo sio kwamba ni kwa akili yake, sio kwa uwezo wake, hajashinda vita hiyo, hajashinda kazi za giza, hajaendesha huduma hiyo, hajahudumu mahali pale, hajashinda makwazo na dhambi za aina mbalimbali kwa akili zake.
lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Vita ipo, changamoto ipo, vizuizi vipo, malazi yapo, makwazo yapo, uzia upo, lakini neema ya Mungu ukiwa nayo unaweza kuyashinda yote. Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inakusaidia kufanya kazi kupita wao wote. Anasema neema iliyokuwa upande wangu haikuwa bure. Ilifanya nini? Ilifanya nini? Sasa namna ya kujua kama wewe hakuna neema kwako, umeshakamatwa, hiyo kiu unakuwa una msukuma, una wito wako, na shangaa umeshazimwa, taa yako haiwaki tena, utendaji wako hauwaki tena. Namna kumjua mtu kwamba ana neema juu yake, utamwona ujasiri alionao na namna anavyopiga hatua katika utendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu akiwa na neema, akiwa na uwezo wa kimungu, ninachokueleza mpendwa, hawezi kosa nauli ya kwenda kanisani. Hawezi. Hata mvua inyeshe, hapawezi kuwepo uzuru, sababu yoyote ile. Mtu aliye na power na uwezo wa Mungu ndani, neema ya Mungu, ninachokueleza, utakuta anatembea barabarani na miguu. Akiwa na neema, yeye hawezi kukiri kwamba hatuwezi. Ukiwa mtu mara nyingi anasema siwezi, siyawezi, haya ni magumu, wakati ni mzito, hapo wananimeza, bali inanimaliza, wao wananimuua, sasa bora niturudi nyuma. Hana power, hana neema ya nani? Hana neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema inakuwezesha kushinda magumu. Neema hutuwezesha kushinda changamoto. Naongea na mtu anasema hivi nilivyo sio mimi, bali ni neema. Wengine pia wanahisi kama neema ni zawadi tunapewa bure, mtu amelala. Neema haiji bure, neema inatafutwa. Kila ndio anakufungia nyama mfuko na moto. Wanakusoma hajui kidari kwa wapi. Wameniambia nipe steak. Wewe makini usije ukakata mambo sio steak. Wanakata kwenye mfuko na wewe makini usikate mara ambapo sio steak. Ameshagundua. Kwani wewe uone? Lakini mwenye kujua mara ambapo kuna steak anasema wewe bwana umekosea. Nimesema hapo kwenye steak. Anageuza upanga kisha unarudi pale kwenye steak. Kumbe jamaa anajua steak huyu. Hatuwezi kumwibia. Sasa kuna watu wanakuwa kwenye kuomba, wanatirika tu. Bwana, ninaomba neema yako. Neema niwezeshe. Neema, lakini hajajua neema kazi yake ni nini? Hayo magumu ambayo yamekushinda. Huo uoga ulio nao. Tetemeko linakupata. Maneno ya watu yanapokupata, ukazofika ukakata tamaa. Yaani mishari na kutokea, na ukalegea ukapiga ukashindwa. Ni kwa sababu hakuna neema. Rudi madhabahuni. Rudi kwenye maombi, mwambie Mungu naomba neema ya kupeleka mkutano. Ninaomba neema ya kupigania kanisa hili. Ninaomba neema ya kupigania watu wako. Ninaomba neema ya kuendesha familia. Ninaomba neema kupita kwenye vita hivi ninayo. Kupita kwenye jaribu hili. Jaribu lako ili wewe uweze kushinda. Lazima uombe neema. Wakati wengine nasema anamezwa, wakati anasema anamzika, wanasema anafungwa, wakati anasema kwamba basi maisha yake yamepitia hapo, maisha moja kwa moja. Wewe unasikia neema imekuvaa. Unasikia majibu, unasikia uwezo wa Mungu, unasikia neema iko pamoja nawe. Wewe unaona majibu mazuri. Wao kwa sababu wana neema, wanaona kwamba unapigwa. Wanasema sipigwi, kuna neema iliyo juu yako. Makofi kwa Yesu na vigeregere kama umeelewa. Machache, haleluya, kwa sababu ya majukumu yaliyo mbele yetu, lakini ya maneno Mungu anayefundisha, ninaomba unisikilize. Haleluya. Ni mstari wa 10 unasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Nalizidi kufanya kazi kupita wao wote. Haleluya. Kwa hiyo kiongozi kanisa la nyumbani, utafanya kazi
Kama ukiwa na neema, umeiomba, umeitaka, Mungu akakupa, utafanya kazi kuliko wao wote. Naongea na mtu, mchungaji wa kituo mahala fulani kinachofanya kazi ili huduma yako ipendeze, huduma yako isonge mbele, sio wewe. Wewe hauwezi. Kazi ya Mungu ni ngumu, ni nzito sana, ina upinzani mwingi. Bila neema ya Mungu huwezi kupenyeza. Kwa hiyo ili wazidi wao wote, kuna neema ya Mungu inayopasa kuwa juu yetu, kuwa juu yako kama mchungaji. Nasema na mtu, nazungumza na mtu. Hata paka wakati mwingine mtu anaweza kusema labda ana Freemason, yule labda amejiunga, amefanya kina kile, mimi sijaelewa, mimi sijaamini jambo lilivyo. Lakini ikiwa wewe unatambua wewe hujajiunga popote pale, una nguvu ya Mungu, endelea kupiga goti ukimwambia Bwana, naomba neema kufuka tena. Naomba neema kuhubiri mataifa wote. Naomba neema ya kusimama kwenye kitengo changu nilicho nacho. Ninaomba neema nitakaposimama watu wapate kunielewa. Neema tu pekee ndio unaweza ukasimama kufundisha neno watu likawaelewa, wakalielewa. Naongea na mtu. Unaweza ukaingia YouTube, ukaingia Facebook, ukatupia unachotaka kutupia, lakini kama maneno hayo hayana neema ya Mungu ndani yake, hautataka neema. Yale maneno ni kama mtu anayesoma gazeti. Naongea na mtu. Watayapita tu, watasikiliza, wala hayana mantiki ya wajenga. Watu wanaingia ibadani na waelewe kinachoendelea, wamesinzia, wamelala. Yale maneno hayawaponyi. Maneno ya Mungu yanatakiwa yawe na neema ndani yake. Yanapoingia ndani ya mtu akayasikia yale maneno ya Mungu, basi neema ya Mungu iponyayo, neema ya Mungu inayoweza kuokoa, neema ya Mungu inaweza kukomboa, iingie ndani ya mtu kwa neno hilo, watu wapate kubadilika maisha yao. Kwa hiyo hata hiyo neema unaitafuta, mpendwa, unamwambia Mungu, nisaidie, nipe neema ninaposimama kuhubiri, ninaposipeleka ujumbe, nipe ujumbe. Ninaomba, yani vitu hivyo navitaka mapema. Yani ukiwa ni mtu mwenye kutaka neema, nguvu ya Mungu itakuwa kwa katika kila jambo utakachotaka fanya. Bwana atafungua njia. Kwa sababu gani? Kuna neema ya Mungu ikuwezesha. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananisikia? Huduma hiyo ulionayo wewe, unatoa sadaka yako. Unapotoa sadaka, tumenunua kitambaa. Unapotoa sadaka, tumenunua umeme. Unapotoa sadaka, unaona hivyo generator. Unapotoa sadaka yako, umewezesha pastor endelee kuwa kwenye madhabahu anahubiri. Ufalme wa giza haupendi. Kwa hiyo kama hauna neema, hauombi neema ya kufanya biashara hiyo, hauombi neema kupata sadaka, hauombi neema katika kitengo cha uchumi, huwezi endelea. Maana ibilisi, pepo wachafu, anakufuata kwamba atapata hela, atawezesha huduma. Kwa hiyo anafunga utoaji wako, wanafunga moyo wa kuwezesha ibada, wanafunga uwezo wa kuwezesha kanisa. Na ukishafunga kitu hicho, bado kumbuka kwamba hakuna anayeweza kubarikiwa bila kutoa. Yaani wakifunga hapo, usifikiri kwamba hakuna shida, wamefunga eneo. Hapana, wamefunga uchumi wako, huwezi kuendelea. Mikosi itaanza, ajali zitakuja, kuibiwa, kudhulumiwa, changamoto itatokea, malazi, misiba itatokea. Unapeleka biashara yako sokoni, badala upate faida kadhaa, inakuja hasara, au unapata faida ndo. Hakuna neema. Neema ndio inayokuwezesha upeleke kitu chako sokoni, upeleke kitu chochote kile, ufungue lango lako, biashara yako ifunguliwe kabisa, kwa sababu kuna neema ya Mungu iniwezesha kuuza. Kwa sababu ninapouza sasa, nina huduma ya utoaji kanisa. Sema neema. Neema ni nguvu, neema ni uwezo, neema ni mamlaka. Haleluya. Mtu anahesabu laki zake 2, jumla laki zake 2, anatakiwa kupata zaka la 20,000. Sasa ibilisi yeye, ikiwa ameshakamata kipawa na wito wa utoaji, yani kitu cha kwanza akishakamata, unaona kama 20 kuilipia zaka, unaona kama kuchangia sadaka hiyo fulani, kujitoa mali pale, unaona ni shida. Neema upande huo haipo. Lakini mtu ambaye ana neema ya Mungu, yani jasiri, anaona 20 sio kitu, 1,000 sio kitu, 15,000, 1,000 sio kitu, toa, weka pembeni. Anaona hiki si cha kwangu, cha kwangu ndio hiki. Ana neema ya kushinda dhambi hiyo. Wewe hauna neema hiyo. Omba sana, mwambie Mungu, naomba ujasiri, naomba neema kukataa dhambi ya wizi. Ninaomba neema, yani eneo hilo mpendwa, anachokuweza mpendwa, hata usishike namna gani, kama una power, neema ni uwezo. Kama una uwezo eneo hilo mpendwa, yani utaona haiwezekani hiki sio cha kwangu. Ni wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, ni wakfu zaka, ni wakfu kwa ajili ya huduma ya Mungu, ni wakfu kwa ajili ya madhabahu. Kwa hiyo mtu ambaye hana neema amekamata ile neema. Lakini mwanzo ulikuwaga hivyo, ulipenda kazi ya Mungu, ulipenda ujumbe wa Mungu, ulipenda kuandika, bado unashangaa huwezi kuandika tena, ulipenda kuhudhuria ibada, lakini hauna kitu hicho, kimekamatwa.
Kazi za giza, ufalme wa giza unashughulika na vitu. Watu waingie makanisani toki bure, wawe ni kama makapi. Mapasta wasimame kwenye madhabahu kama hizo. Hana neema pasta, ana nguvu mchungaji, anatakiwa neema ipewe kule, haiji bure. Unasugua goti, unafunga, unakesha, unatenga muda kujitoa kutafuta neema. Unaomba, Bwana nipe neema ya kuweka mikono juu ya ugonjwa. Nitakapotamka kwa jina la Yesu patokee jambo fulani. Naongea na mtu hapa? Nasema na mtu hapa? Naongea na mtu? Kuna mtu hapa nilimwombea kwenye mkesha wa jana juzi. Haleluya. Lakini alipokwenda sasa nyumbani, akaenda kwenye biashara yake, mchawi akaja akachukua ile biashara. Ile biashara ilivyochukua akaipeleka kwa mganga. Kitendo cha kuweka pale kwa mganga, nisikilize vizuri, wanaanza kuifanyia matunguli yao, wakaweka kwenye ile chupa. Ile chupa ilipasuka, kombora, mshare. Waliokuwa wametega aende kumzuru ile mtu mfanya biashara, yakamzuru ile mwanamke mchawi. Haleluya. Kinachofanya kazi pale, omba, piga goti, ninaomba neema ya kuweza jambo fulani. Neema ni power. Neema ni kama unavyoona mixer hii. Yani hapa kaka chombo ni kadogo, lakini hapa chini kuna chombo kinaitwa mixer. Haleluya. Sasa hii mixer inasaidia kupanua sauti. Mixer inasaidia chombo kipate uko na uwezo. Kwa hiyo neema ni kama mixer. Ni kama booster. Naongea na mtu? Neema ni kama booster. Ni chombo cha kuwezesha vyombo vingine ambavyo ni vidogo. Sisi uwezo wetu ni mdogo, uombaji wetu ni mdogo, utakatifu wetu ni mdogo. Yaani uwezo wa kuona mbali ni kidogo, lakini uwezo wetu hatuwezi kupigana na wale wachawi. Sasa hatuwezi kuwashinda maadui. Mitego iliyoko mbele ni mingi sana. Sasa hatuwezi shinda mpaka kwa neema. Neema haiji bure kwa mtu mpaka uiombe na uitambue thamani yake. Yaani ujue maana neema ni nini. Lazima katika kuomba kwako mwambie Mungu, naomba neema ili nijaribu. Huu ni mtihani. Mwanaume amenizonga, mwanamke amenizonga. Vita kwenye familia inahitaji. Hapa nawaza kutoroka, hapa nawaza kujinyonga. Hapa baba, bila neema mimi naweza nikanywa sumu. Nasikia kama roho inakwambia kunywa sumu. Kajinyonge, jiweke kwenye kamba. Pale panatakiwa nguvu ya kukataa ambayo ni neema. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Miguu yangu imelegea na kurudi nyuma. Sina ibada tena, sina maombi tena. Nimeibiwa maombi ya saa 9. Nimeibiwa saa 8 ya usiku wa manane. Nimeibiwa madhabahu ya kutumika. Sina chochote. Unaona, unatambua. Tambua na kujua kwamba pale umefinywa, umeshatekwa, umeshakamatwa. Hakuna ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta ni mwanamke, ni binti, anashawishiwa na vijana wakikaba. Ndio, lakini nimewaita kwa dhambi. Ni sawa, lakini angalia wasituone, mume wangu asinione. Yaani huyo feki. Mtu mwenye neema akipiga simu huyo kaba, akitumia SMS, unampiga moja kwa moja. Nani uliyepiga simu? Uliyenitumia SMS nani? Pumbavu zao kabisa. Usinizoe mimi mko mtu. Kimya, ole wako tena nikupate tena. Usizoe namba yangu tena. Haleluya. Anakuwa ni jasiri kukataa dhambi. Akiwa na neema ya Mungu, akipeleka nguo yake kwa fundi, wameishona miibana, inaonesha mauno, matiti yako nje, anafika kwa fundi anamwambia bomoa. Hiyo nguo sipeleki, chana kabisa, weka pembeni. Haleluya. Kama una neema, haijalishi msono huu ulikuwa umempa shilingi 9,000, umeshampa advance, lakini mwambia pote nambari. Yaani mimi pesa 9,000, 10,000 ni hela ndogo, bora pesa ipotee lakini kuliko kuvaa nguo ambayo nipo. Neema inakusaidia kupata power ya kukataa ubaya. Neema inakusaidia kupata power ya kuwa na kauli ambayo inaweza ikajenga msingi. Naongea na mtu? Neema wakitega pesa pale asubuhi mapema Jumapili, Alhamisi siku ya ibada. Yaani unashangaa kwa kuja simu inapigwa, nakwambia jameni, sasa nakuhitaji Alhamisi. Neema kama una sasa ndio changanye mbaliga. Nimepata tajiri Alhamisi. Toka hapa. Hauna neema, twende kantunaka. Nakamo. Naongea na mtu. Pastor kama ana neema, hana uwezo wa Mungu, utamwona madhabahuni atokei. Pastor kama ana neema, anakuwa busy na mashamba yake. Pastor kama ana neema, anakuwa busy na shughuli zake za nyumbani. Pastor kama ana neema, anashughulika kwenye biashara yake, kazi ya nani? Paka
unataka neema, unafungwa mlango fulani, unazibua mlango mwingine, unapiga, ni vita mpaka kuona umeipeleka njia kazi ya nani? Ni vita. Panaweza pakaja tamko gumu kutoka kwa mume wako, tamko zito sana. Kama una neema, ninachokueleza utasombwa na maji. Narudia, tamko inaweza katoka kwa mume wako na kwamba acha ibada, acha huduma hiyo, sikutaki huo mguu nisione kanisani. Tamko likija na kwambia mpende, kama una neema, sauti ya mzazi itakufyonza. Kama una neema, kama una neema, ni mwanamume, mke ndani, wewe ni mume, mke anaweza kasubutu akatoa maamuzi, akauka sheria zake. Mwanamke anazungumza ndani, unaoteteme kwa mshaija. Sasa hapa nifanyeje? Lakini kama una neema, anasema pote na mbali, mimi na Mungu. Kwenye kitabu cha Marko anasema mpendaye baba, mama, mke wake, watoto kuliko mimi anistahili. Hapa panahitajika nini? Panahitajika nini? Panahitajika nini? Na waona watu walio hapa hawana neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ningewahi ibada lakini naanza kula. Yaani naanza kujipia, hauna neema. Yaani anaona vyakula kukaangiza, kupika chakula cha ibada, anaacha hata maombi. Hawezi. Vyakula vinakunyonya nguvu. Hauna kitu kwa ile neema nako. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie na kukueleza. Mbingu hauna, hawezi ingia kama hauna power ya kushinda na ulimwengu. Yaani ibada inatokea muujiza. Unatokea mara moja kama unajisurprise nini? Unajisurprise mwenyewe. Mtu aliye na neema lazima ajue leo ni Jumapili, niko ibadani mapema. Nina kitengo na hudumu, nipo mapema, natumika. Ibada imeisha, rudi nyumbani kwenye shughuli zangu. Jumatatu, Jumanne, kuna siku sasa natakiwa kurudi Alhamisi. Lazima yaani mtu aliye na neema hata kama ana mafua, anasema mafua ni ibadani, yatanikuta kule. Ninakwenda kizindikana tarana ibadani. Na anakwenda vile vile. Katika jina la Yesu. Haleluya. 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 Nisikilize vizuri. Haleluya. Nisikilize. Serikali inaweza katamka kitu, kama una power au una neema, kanisa lipo. Huduma iendelee. Uongozi wote unaweza katamka kitu kilicho kinyume. Nyakati zile Danieli walitamka kwamba hakuna kuabudu, hakuna kuomba kwa siku 30, kwa miezi kadhaa. Danieli alikubali. Nauliza, Danieli alikubali? Inaweza katoka tamko la mkuu wako ambalo kabisa liko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kama una power na Mungu, hutoweza, unaangamia. Hutoweza, unaenda gerezani. Hutoweza, utaabudu, utainamia sanamu. Neema ni muhimu sana kweli. Kaombe neema mpendwa. Kaombe neema. Unashangaa ni mwanamke ameolewa, ndoa yake miaka 20, miaka 15, ana watoto 7-4-5. Hapa anakwambia mimi nikienda na neema leza. Toka hapa. Ibada, kuomba, kutumika. Kama ungekuwa ni mlevi, kama ungekuwa ni mzinzi, jana na miaka 20 kwenye ndoa, mmeanga nielezea nisifunge. Hiyo ni sanamu na iabudu. Haleluya. 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 Wale unaowaona watenda dhambi, kuna power inatoka katika ulimwengu wa giza. Power ya kutenda dhambi. Yaani ni mchana na chomoka na kwenye uzinzi, ni mchana na kwenda kwenye pombe, ni mchana na kwenye gesti. Yaani anamkwepa mke wake, anamkwepa mume wake, na bomoa simu anaibomoa, lakini anua nyingine, anakaa na simu ameificha. Yaani na wasaidia ya swali shirika. Anaweza, kuna nguvu za giza, ufalme wa giza unamwezesha kutenda dhambi. Wewe unawezeshwa na nini? Wanampiga mke, wanamfumania mwanamume, anaendelea na uzinzi. Mwanafunzi amekamatwa, anaruka geti, anafukuza sura, anarudi tena, anapigwa kiboko, bado anarudi tena. Wewe hiyo neema mbona huna? Wewe huyo mtu anatumiwa na nguvu za giza, ana pepo wachafu ndio anamtia nguvu kufanya ile za anaingia popote pana, pigana na watu, wanamweka mahakamani, anamaliza kesi, analipa, anarudi tena, amerudishwa tena.
Wanamhukumu miezi 6 anamaliza. Bado nashangaa mimi bandizi tena amerudishwa. Kuna roho inayotenda kazi juu yake ambayo ni roho ya uovu. Wewe kwa nini hauna roho ya Mungu ambayo inasimamia kweli? Unasema leo ni siku ya ibada, huwezi mume wangu kunizuia, huwezi mke wangu kunizuia. Hata kama nguo zafuriwa zinanyoshwa, naenda nazo hivi hivyo tikati nyuma watu nione. Mtu kama ana neema atakuwa na sababu nyingi. Nimejikwaa, kucha imechanika. Nimeamka jino linauma umama kidogo. Yaani msiba ukianguka kwa shangazi wa zamani. Alikuwa ni shangazi. Yule aliyenikataga kidogo alikipiga kadondoka. Ni mama aliniambiaga kidogo eti ni aliyekuwa anakiwekea poda. Yaani akuona bibi huyu, akuona shangazi huyu, lakini kwa sababu mama alimwambiaga wakati kidogo kinadondoka nje kiokota kakibiti. Naenda kwenye msiba, anaacha ibada, anaenda kwenye vitu visivyo na maana. Pakija mkutano wa serikali, pakija mkutano labda wa siasa, ameenda huko na piliko na upepo. Hauna neema, hauna power kwako. Kama ukiwa na power na chukua mpendwa, huwezi kosa kwenye kazi. Ndio. Huwezi kosa. Mimi jana tulikuwa kwenye msiba kule, sasa tunaangukia Jumapili sitaweza kwenda. Yaani uwezo wako ni mdogo, hauna chochote. Piga go, unatakiwa kuomba, omba neema. Omba neema. Majitu ya namna hii, ilikikutana na shemeji, ikikutana mtu jirani wa pembeni mpangaji na asindika rusa. Usinitengeneze dhambi. Utengeneze lakini dhambi itakushika wewe. Bali ni somo sana. Haleluya. Kazi ya Mungu ambayo tunaifanya namna ina vita, ina ushindani. Nasema huduma uliope. Simaanishi madhabahu hii ninayohudumu peke yangu bana. Namaanisha kila kitengo tunacho. Hivyo unavyoshangilia. Yaani hiyo ni huduma, ni utumishi. Naongea na mtu. Kuna watu walifika hapa jana wakafagia, wakadeki wakapanga viti, tumekuta pasafi. Kuna mtu anapika kinanda, kuna mtu anaoperate vyombo, kuna mtu anaratibu ibada. Hiyo ni huduma umepewa. Yaani ina ushindani, kuna vita. Kama uombi, ukimwambia Mungu nipe neema, utashangaa kuna maneno kupiga kama mshale. Utashangaa kuna adui ananyanyuka kwa kinyume na wewe. Hiyo inaitwa ni madhabahu. Hiyo unakotumika inaitwa madhabahu yako. Mimi niko kwenye madhabahu yako. Wewe madhabahu yako ni ipi? Naongea na mtu. Ufalme wa giza unapata habari. Unasafiri kutoka Roma Shadu, unatoka Isingio, unatoka Kilela, unatoka popote pale. Rwengua wanapata habari. Umepiga kelele, watu wamehubiriwa, watu wameokoka. Wanapata habari kwamba una huduma ya kufanya watu wapone, ya kuwekea mikono juu ya watu. Watashindana na wewe. Hicho kitu mpaka kinyonywe, hicho kitu mpaka kifwe. Kwa sababu gani? Kitengo ni huduma ulionayo hiyo, lazima itafutwe. Wengi wametekwa vipawa vyao na huduma walizokuwa nazo. Sasa hizi ni kimya baridi, hawana chochote kile. Hawana chochote. Hauna kitu. Ulikuwa labda una huduma ya kurusha vipindi kadha wa kadha kwenye redio. Una vipindi unarusha YouTube, unarusha Facebook. Una vipindi labda, mimi zamani nakumbuka hapa wakati niko hapa Chababara miaka 8 nikiwa kinyozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa amenipa neema, nina saruni na vyombo pale na skrini. Hapa wakati hawajapata watu TV. Nilikuwa narusha vipindi vya Askofu Kakobe. Narusha, naweka mazingira hayo, wanaangalia kwenye saruni na uhubiri kwa njia ya namna hiyo. Nilikuwa ninakanda, naweka pale na mnyoa mtu wako kwenye saruni humo, lakini wanasikiliza ule ujumbe, wanahubiriwa kwa njia nyimbo, wanahubiriwa kwa njia ya mahubiri ya askofu wetu Zakaria Kakobe. Watu wakaokolewa, watu wakamwamini Kristo, wakawa wanapiga mwendo wa kilomita kadhaa, wanaenda Isingiro ibadani. Una huduma ya simu ulionayo smartphone. Una huduma, unaweza kumpiga, una kitu kitengo chote kwa ajili ya kazi ya Mungu. Yaani hicho kitu Ibilisi anakitafuta mpaka upige goti na umwambie Mungu, kwenye kitengo changu, kwenye huduma yangu hii, Mungu nitazame. Ninaomba neema ya kushinda. Mpaka kuna huduma yote itakayokuwa naifanya usikutane na sababu za kuzuia. Pako zofishwa, pako nyenye nguvu, pako tumie magonjwa, pako tokee wadhamini wako wamegeuka, pako tokee watu kanisani walikuwa kinyume na wewe. Inaweza katokea ni kiongozi kwa jao akawa kinyume na wewe. Pale panahitajika neema. Petro, Paulo na Sila wakawekwa gerezani. Kilichowatoa ni neema tu. Zile kamba, ile mikatari minyororo imefungwa, amewekwa walinzi. Kama pasipo nguvu ya Mungu hauwezi kutoka kwenye hiyo kesi. Kuna kesi inaweza ikakupata mtumishi.
Unaweza kubandikiwa kesi, unaweza kutumia kitu ambacho si sahihi, pengine hata umejikaa kibinadamu, lakini kama hakuna neema, hakuna mdhamini ambaye ni neema, hutotoka kwenye jambo hili. Lakini kama una neema, unakuwa umezungukwa na malaika. Paulo na Sila wakawekwa gerezani, wakatumia kwa sana ubiri Injili. Kwa hiyo kazi ambayo alikuwa anaifanya, huduma yao iliyokuwa nayo ndio iliyofanya waingie gerezani. Si kama mtu ananielewa. Lakini sio kwamba wao waliingizwa gerezani tu, wanatengenezewa kesi. Danieli alitengenezewa kesi. Huduma yako uliona ya uimbaji hiyo ninayo hiyo, mpaka neema utatengenezewa sababu. Haleluya. Anaweza kawa fundi mitambo, anahusika pale. Unaweka hapo flash yako inapotea, anasema ni yeye. Unaweka hapo simu inaibia mtu mwingine. Ibilisi anatuma mtu anachukua kifaa pale, wanakusema ni wewe. Hii kama una neema, hicho kitengo ibilisi atakuondoa. Shike mkono wenzako muulize, upo au umeshaokolewa? Haleluya. Kuna watu walikuwa wanawezesha huduma hapo madhabahuni. Wanawezesha kwa zaka yake 100,000, 200,000, 50,000, 60,000. Wamepigwa, wameondolewa. Kamatwa mtu huyo. Zuia kabisa. Hauna neema mpaka ombe. Hiyo ni pesa. Wote tamka sema pesa. Tamka sema pesa. Hiyo ni pesa. Unahesabu 10,000, 30,000, kuiweka kwenye bahasha yako ya zaka. Unasikia kama tetemeko. Unapata kama ganzi. Roho inakuzuia, anasema hapana. Unashawisha vitu vingi sana. Lakini kama mtu ana neema, anahesabu kitu cha kwanza. Sijanunua gari, sijanunua pikipiki, sijalipa vitu vingine, sijanunua kiwanja. Yaani hivi tu nimepewa mshahara wangu, nimepewa posho langu, nimelipwa na Mungu. Cha Mungu kwanza pembeni, kibaki huko nitapeleka Hamisi. Hata kama ikiwezekana, pastor hii hapo naituma. Hapana, anaweka pembeni, anatembea na cha kwake. Kila mmoja cha kwake amekiacha kwa nyumbani kwamba nitakiripoti Jumapili. Hauna power ya kushinda dhambi. Umekamatwa. Anayekamata si mwingine, ni pepo, nguvu za giza. Bakwini. Shike mkono mwenzako muulize, kweli wewe uko salama? Hebu jiulize. Shilingi 200 ya zaka. Pepo mchafu anahesabu yani azarau hiyo 200. Anaijua, anatakiwa mtu ahukumiwe kwa hiyo 200. Anatakiwa afungwe biashara yake kupitia 1,000, kupitia 500, kupitia 3,000. Ibilisi anapitia njia, anafunga. Neema ya kukuwezesha katika mahitaji yako yamefungwa kupitia njia. Huwezi subutu jambo kuifanya. Yaani unasikia unatetemeka. Unapofanya lile jambo, ufalme wa giza umepata shida, umeangushwa vitu vya kuzimu. Alafu utukufu wa Mungu umeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunakwenda kama kwenye mkutano na hii. Yaani mtu anatetemeka kutamka kilo moja mchele. Anatetemeka kusema nitapata shilingi 5,000. Anatetemeka, yaani anapata shida, maana ukifanya jambo hilo, utukufu wa Mungu, kazi ya Mungu usonga mbele. Neema hiyo kama hauna uwezi kufanya kitu. Mungu akupe msaada ambao ni neema. Lakini neema mtu asiyakudanganya ni pastor ni askofu kwamba neema wanaikota barabarani. Ya kwaka nimepewa neema, nimeokolewa kwa neema, anaomba, anaitafuta. Hivi nilivyo ni kwa sababu ya neema. Neema aliyoitafuta, anayoiombea, anayotaka. Mungu nataka Bwana niwezeshe katika sekta hii, katika wajibu nilionao, jukumu hili. Bwana ninaomba neema, naona vizuizi, naona makwazo, naona hiki na kile. Kwa hiyo watu walio wengi, hiyo neema kwa kutoitambua thamani yake waitafute, wamezofika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Basi anaweza akapata zaka kama hiyo 100,000, akapata 50,000, akapata 30,000. Kama ana neema, ana power ya Mungu, yani hivyo vyote atakuwa anatafuna, anakula. Hawezi kuwezesha kwenye kazi ya Mungu. Hawezi kuwezesha. Atafikiria mavazi, atataka watoto waende shule, atataka labda halali vizuri, atataka usafiri, atafikiria magari. Yani yeye kila kitu anachokiona ni chakula, ni kumeza. Ana power. Lakini zaka, maneno Mungu anasema kwenye Malaki, kiwemo chakula cha kutosha nyumbani mwa nani?
Sasa leo kwa mfano watoaji walio wengi, yani ni kama tumeingia kwenye mfumo mwingine. Unakuta zaka iliyo nyingi, wanauza maharage wanaleta pesa, watauza ndizi walete pesa. Ni kweli si kweli? Wale waaminifu namna hiyo, anauza kuku analeta pesa zaka. Basi na maana chakula kinageuka kuwa ni pesa, zaka iliyo nyingi. Pakitokea kama ndizi ni mara chache. Neno chakula ina maana nyumbani mwa Mungu kama kukiwepo panahitajika jambo fulani, kitu fulani kiwe pengine vitu vingine viendeshwe na ile zaka. Yale matoleo, pasta amekula, mtoto amekula, sawa, lakini pia hata huduma anytime, wakati mwingine tutokee tuone baru imenunuliwa, tuone time imenunuliwa, tuone generator imepelekwa garage. Kuna kitu kilichofanyika kupitia ile nini? Hiyo zaka. Kuna mtu anasema naye. Sasa unakuta kanisa kabisa limetafunwa, hakuna kinachoendelea. Sasa mwisho ina maana wewe mpasta ndio unahukumiwa kwa dhambi. Hiyo zaka inapotokea, atuione mfanya kazi yote madhabahu, hakuna tuweze tukakiona kilichotokea kimefanya kazi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa mpigie Yesu makofi. Haleluya. Sasa neema kama ikukutoka au hauna neema, ukiishiwa neema, kuna uharibifu mwingi utakao kupata. Naongea na mtu? Kuna maharibifu mengi yatakayo kutokea kama hauna uwezo ambao unaitwa unaweza kaangukia ulevi, unaweza kaangukia kesi, unaweza kaangukia magonjwa, unaweza kaangukia kwenye dhambi, vifungo vya giza vya aina mbalimbali, unaweza kaangukia kuona kama kanisa aliwezekani kwenda, unaweza kaangukia kama kuona labda ni kama uokovu ni mzito na ni mgumu, kwa sababu hayo yote ni kupungukiwa na nini? Na neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ambayo inakushinda, nikueleze kitu kimoja. Neno unalisikiaga, unafundishwa, unahubiriwa, sauti unaisikia. Kinachopungua kwako sasa, mama, baba, ni neema. Omba neema. Neema ikukujia, utasikia unapata ujasiri kupigana na maadui wengi, wala waogopi maneno yao, huwezi kutetemeshwa nayo. Neema ikukujia. Mtu akipata neema atajengwa kwenye msingi wa imani. Yaani utasikia imani inawezekana. Haijalishi imepita miaka 5 hujafanikiwa, haijalishi miezi 2, haijalishi unapita kwenye jangwa gani, uzito gani kama mtumishi, lakini huku neema inakwambia inawezekana. Paulo alikuwa amefungwa kamba, mikono na miguu, minyororo ya vyuma, mlinzi amesimama pale, lakini mlango umefungwa, geti la kwanza, geti la pili. Lakini bado Paulo na Sila walikuwa naiona neema kwamba tukiimba. Mtu kama ana neema anasema nikiimba Mungu atanijibu. Kama ana neema anasema ninapodeki kanisa kwa kufanya namna hii, Mungu anafanya hata huduma yangu. Anapojitoa kanisani, mchango wote ule, kama kuna neema kwako, anasema kwa kufanya hivi nami nitapewa hada ya kupeleka mtoto wangu shule. Neema inazungumza, neema inakuindirect kupeleka kwenye jambo jingine. Neema ni mafuta. Ni mafuta yanakuwa juu ya mtu. Kwa hiyo kama mtu hana mafuta, hawezi fanikiwa, hawezi fanya jambo lote hili. Hata unapoferi katika afya yako, unapoferi katika mambo ya biashara, panakosa kitu kinachoitwa neema. Inaitwa neema ya kukuwezesha katika mahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaitwa neema. Kwa hiyo hauna neema, unajaribu na shindikana. Mtu hana neema, basi ataona kila jambo ni zito na ni gumu. Naongea na mtu? Mungu akupe neema. Mtu anapokuwa na neema, anaona imani. Mara ambapo hakuna mlango, anasema hapo kuna mlango. Hakuna njia, anasema hapo kuna njia. Nipakame kwenye mwamba, anasema maji yanatokea kuna kuona. Kwa sababu gani? Ana neema, ina power, ana uwezo. Anatiwa mafuta wa kuumba jambo na jambo likawa. Mshike mkono wenzako, muulize, mbona unapungukiwa neema? Haleluya. Mtu akiwa na neema atapewa ufunuo wa kwenda sehemu fulani, kutoka sehemu kwenda jambo jingine. Neema. Atapewa maono, tufanye jambo hiki, tuelekeze jambo hili, nikifanya hiki. Ukiwa na neema unapata ubunifu wa kuendesha huduma aidha kanisa au mambo yako kaza wa kaza ya kifamilia. Neema ikiwa juu yako katika kila jambo utakayojaribu. Na mtu akiwa na neema, kipawa chako kigeukapo, kwenye Zaburi Masai anasema kipawa chako kitakapogeuka kitafanikiwa kote. Unachojaribisha lazima kizae matunda mazuri. Kuna neema. Shika mkono mwenzako, mwambie uwe na neema. Tamka, sema kwa jina la Yesu, neema ya Mungu iwe pamoja na wewe, iwe juu yako. Pokea neema.
ikuwezeshe. Katika jina la Yesu. Haleluya. Wakati tumeingia kwenye maombi ya juzi, maombi ya siku 2, haleluya, kuna watu walitoa sadaka zao kama zabibu, haleluya. Lakini pia sikumbuki ni muda gani, ni wakati gani huko. Kuna baba mmoja alikuja hapa, mnakumbuka? Alisimama hapa na sadaka yake, mnakumbuka? Akashukuru. Ilikuwa laki ngapi? Laki moja. Kama una neema, hiyo pesa unaimeza yote. Kuna mtu mmoja hapa kanisani anasema mchungaji amefaidi, mchungaji amebarikiwa. Kama una neema, kila kitu unachokipokea ni chakula cha kumeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kifaa hapa nimenunua kwenye hiyo pesa tulipata leta. Katika jina la Yesu. Huu mtambo unaitwa Korosova. Unaitwa Korosova. Hii ni pesa. Unauza 75,000. 70 tayari hapo. Karibia laki imekwenda. Haipo kabisa. 70 ngapi? 75. Yaani kufanya jambo hili mpaka power, neema, uwezo, kujitoa, kuachilia. Lakini wewe ufahamu wako na akili zako unafikiria na kuwaza hapa sasa, pastor ya kuleta hii hapa. Mimi nawaza kwa ajili ya kazi ya nani? 75,000 unaitwa Korosova. Una balance au unalinda Twitter isiungue. Bwana Yesu asifiwe sana. Unalinda Twitter. Unaitwa Korosova. Unalinda speaker isiungue, lakini pia na Twitter isiweze kuungua. Kuna Twitter zinauzwa 100,000. Kuna Twitter inaweza kauzwa 90,000. Kuna Twitter inauza 85. Naongea na mtu. Haleluya. Sasa huu mtambo unalinda Twitter isiungue, lakini pia unachuja mawimbi. Haya maneno tunahubiri hapa, tunazungumza. Mtu anaweza akakwambia yuko kule aliyoko kule si watu. Anakwambia nimewasikia. Inachofanya kazi ni inaitwa Korosova. Haleluya. Waebrania 12 mstari wa 15. Umepata? Unaweza kanisomea kweli? Nimeshapata au unaitwa? Waebrania 10 ngapi? 12 mstari wa 15 ninasoma. 15 ninasoma, baadaye nitaendelea mpaka 17. Anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Sina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Mkiangalia sana na mtu mwenzenu asije akapungukiwa na nini? Na neema. Kumbe mtu anapopungukiwa na neema anakuwa na uchungu kwa mke wake, anakuwa na uchungu kwa mume wake, anakuwa na uchungu kwa rafiki. Akinapopungukiwa na neema atakuwa na hasira. Ukipungukiwa na neema utaangukia kwenye urevi, kwenye ukaba. Anapopungukiwa na neema roho ya uzinzi itakurudia. Akipungukiwa na neema roho ya magomvi, roho ya wizi wa zaka, kila aina uchafu itakupata kwa sababu umepungukiwa na neema. Mkijiangalia sana ndugu yenu, rafiki yenu, msaidieni, mfundisheni asije akapungukiwa na hiyo neema. Akipungukiwa na neema anarudi nyuma. Mpenda, mbona uji ibadani? Mbona uzinitahudhuria? Sijamwacha Bwana. Mimi naweza nikaacha vitu vingi, lakini Mungu alichonitoa alifanyia. Mimi siwezi kumwacha Mungu. Baba, mimi wala siacha, nitakuja, nipo kabisa ya mimi. Wewe niombe na mimi nakuombeaga. Anawekiti kama yuko akina alishapungukiwa. Akipungukiwa neema anarudi nyuma. Sikia mkono mwenzako muulize, mbona umerudi nyuma? Mbona ulirudi nyuma? Amepungukiwa nini? Neema. Mkiangalia sana ndugu yenu, mkiangalia sana mchungaji wenu, mwenyekiti wenu, kiongozi wenu, mratibu wenu, mwimbaji wenu, anapopungukiwa neema hawezi kuja tena kwenye mahudhurio haya, hawezi kuendesha ratiba hizo, hawezi kusimamia jambo.
Akipungukiwa neema atafanya mambo mengine. Akipungukiwa neema anaanza kuwa na umbea, anaanza kutunga uongo, anaanza kuwa na uzushi, anaanza kuwa na mdomo kama wapanya, anazungusha maneno kuna huku. Sio yeye amepotea, ameacha neema. Nguvu za giza, pepo wachafu wanaweza kumtumia mtu kwa sababu amepungukiwa neema. Wanakupitia, hauna neema. Lakini aliyevaliwa neema, aliye na nguvu ya Mungu, aliye na uwepo wa Mungu, neema ya Mungu iko juu yako, pepo wachafu hawezi kukutumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikie mkono mwenzako, muulize, wewe umepungukiwa na neema ni? Ana maombi tena, twende kuomba, twende, yani kiu ya kuomba ipo, amepungukiwa na neema, ana kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Nauliza haleluya. Haleluya. Anarudi nyuma kwa sababu kapungukiwa na neema. Ameacha kitengo chake, amepungukiwa na neema. Lakini ametazalisha hivi, muwe makini sana ndugu yenu, rafiki, asije akarudi nyuma akipungukiwa na neema. Na akishapungukiwa na neema, shina la uchungu litamuinukia. Na akishainukiwa na hilo pepo wachafu, anasema na wengine pia watatiwa na ule unajisi. Anaposhambuliwa na wengine pia tuwaweza kushambuliwa na uzinzi, uasherati, wizi wa zaka, kutohudhuria ibada, kutoimba, kutotumika kwa vitengo kadha wa kadha, kwa sababu ya mtu mmoja akapungukiwa na ile ni chachu, anaweza akachachuza donge zima kanisani. Mungu atusaidie leo. Haleluya. 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 Mtu aliyepungukiwa neema anaposikia neno la Mungu kama hivi, anapohubiriwa neno likamjia, anakuazika. Anasema wamenihubiri mimi, wamenisema mimi, walinilenga mimi. Leo walikuwa wamenibeba mimi, amekuja amelenga shabaha kwangu. Kuna mtu aliyemwambia, kuna mtu aliyenisemea kule, kuna mtu aliyesimizia. Bila shaka unaona, yani anapotea wala hajui kama kuroho Mungu. Yeye anasema wananilenga mimi. Umepotea, hauna neema. Hauna neema. Ataibuka uchungu ule ndani yake. Ataibuliwa na magomvi. Ukiona mtu ni mke wako, ni mume wako, anapenda ugomvi, anapenda kelele za hapa na pale, hataki suluhisho, hataki kutengeneza, hataki amani, hataki msamaha, ni mume. Yana anakaa hivyo namna anakana uchungu, hana neema. Ikiwezekana basi unaweza kumsaidia, piga goti, mwambie Mungu mpe neema. Mume wangu, muombe neema. Ni mchungu muda wote. Anaingia ndani amevipa, amekaa amekasirika, yani anachukia washirika. Ni pasta, yani kanisani, yani ana watu ana wivu nao, ana watu ana vita nao, ana mipaka na watu kanisani. Yani kuna fulani mzee wa kanisa, mtenda kazi ampendi, amtaki ile kiongozi, yanaye ni mshirika wake, lakini anasema simtaki. Pasta anataka kutapika. Pasta huyu amepungiwa na neema. Piga kelele, sema na upone. Shike mwenzako, mwambie pona. Unakueje na uchungu na mshirika mwenzako? Unakueje na uadui na mwenzako? Atupatani, mimi hatuelewanaje? Basi hata hivyo kanisa nataka liliane, au ikiwezekana sasa hao ni watumishi wako, ndio tena kazi wako. Pengine wakati mwingine ni watumishi wenzako, wewe ndio mkuu wao, unawachukia, uwapendi, umepungukiwa na neema.